Karibu Tabora, karibu Toronto. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa baraka zako nyingi ambazo umetujalia. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi ya pekee kusimama mbele ya watumishi wako hawa wa kike na wa kiume katika kuwaletea ujumbe wa neno lako. Naomba uzungumze nasi yale yote ambayo umekusudia kuzungumza nasi, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Niwaombe mkae tafadhali. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nichukue nafasi kwanza kabisa kumshukuru Mungu muumba mbingu na nchi, ambaye amenipa nafasi hii ili kusimama mbele zenu watu wa Mungu. Lakini nichukue nafasi hii kumshukuru Baba Askofu Mkuu wa Kanisa Anglikana Tanzania, Maimbo Mndolwa, kwa kunipa nafasi hii ili nisimame na kuleta ujumbe wa neno la Mungu. Na nimshukuru Baba Askofu Dr. Dickson Chilongani, askofu wa Diocese ya Central Tanganyika, kuruhusu kathedral yake itumike katika shughuli ya leo, lakini pia kuruhusu mimi nisimame ili kuwashirikisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, siku ya leo ni siku muhimu sana. Ni siku muhimu kwa sababu ni siku ambayo tunahitaji kuleta mageuzi makubwa katika kanisa letu, mageuzi ambayo yatalisaidia kanisa liweze kuwepo kwa muda mrefu. Maana hatujui Yesu anarudi leo au kesho, lakini kadri anavyokawia kurudi, basi tunahitaji fedha, tunahitaji mali ili tuweze kuendeleza kazi yake. Jina la Bwana libarikiwe. Labda watu wengine hawafahamu kwamba kule kanisa la Ulaya na Marekani lilikuwa na nguvu sana kuliko tulivyo sisi. Lilikuwa na nguvu kiasi ambacho kila mtaa kulikuwa na kanisa, na makanisa yalikuwa yanajaa watu. Kuna kipindi ambacho waliita kipindi cha uamsho katika kanisa, au kwa Kiingereza walitumia maneno ya pietism au awakening, inategemea Marekani au Uingereza. Kile vipindi ambavyo watu walikuwa wanafurika sana makanisani. Watu walikuwa wanakutana kwa fellowship, watu walikuwa wanakutana kwa mambo mbalimbali. Na katika kipindi hicho ndicho kipindi ambacho kiliwawezesha kuanza kujenga miundombinu ambayo kusema ukweli mpaka leo tunaposema kanisa la Marekani au Uingereza limerudi nyuma, lakini miundombinu ile walioiweka ndio imeendelea kuwasaidia. Lakini kuna watu wengine ambao mpaka leo wanafikiri kwamba kanisa la Ulaya au Marekani linaweza kuendelea kutusaidia sisi. Haliwezi kuendelea kutusaidia sisi kwa sababu sasa limerudi nyuma kiasi ambacho huwezi kuambiwa kaamini. Mimi siku moja nilialikwa kuhubiri kanisa moja kule Marekani. Na yule mchungaji aliniandikia mapema kabisa kunijulisha kwamba nitahubiri. Na nikawa na shauku kweli kweli. Nikaandaa mahubiri yangu. Najua tena mahubiri ya Kiingereza na yaandaa, baadaye nayasikiliza kwanza kwenye voice record nisikilize kama yamenyoka. Nikajiandaa sana vya kutosha. Alafu nikaenda Marekani. Nilipofika Marekani, yule mchungaji siku ya Jumamosi akanipeleka kanisani. Akaanza kuniambia, sasa unajua utakapokuwa unahubiri utasimama hapa, utakuwa unaangalia hivi, utakuwa unafanya hivi. Basi nilikuwa na shauku sana. Ilipofika Jumapili tumeingia kanisani. Sasa tumekaa pale, tumevaa tayari, tunasubiri Wakristo. Wakaja vikongwe kama watatu hivi. Baadaye wakaja wengine kama wawili hivi. Jumla kama watano hivi. Alafu akaniambia tuanze ibada. Nikamwambia mbona watu hawajaja? Akasema ndio hawa. Yaani kumbe bidii yote na mipango yote na mahubiri yote niliyoandaa, naandalia watu 4 tu 5. Kanisa la Ulaya na Marekani liko katika sura hiyo. Zipo sehemu nyingine chache ambazo watu bado wanaweza kujama kanisani, labda kama New York na sehemu nyingine. Lakini sehemu nyingi za Marekani na Uingereza
makanisa yamebaki ni benchi tupu. Kwa hiyo kanisa, tunapofikiria habari za kanisa la Ulaya na Marekani, lazima tujue kwamba yale yaliyowapata wale kule, siku moja yatatupata sisi pia. Kama wasingewekeza katika miundombinu mbalimbali, leo kusingekuwa na kitu kinachoitwa kanisa kule Marekani wala Uingereza. Kwa sababu wachungaji wameendelea kusurvive na maaskofu kusurvive kwa sababu kuna uwekezaji uliofanyika siku nyingi, na hiyo ndio imeendelea kuwasaidia mpaka leo. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa Anglikana katika Afrika ya Mashariki lina umri sasa wa miaka 182. Halijafikia hata miaka 200. Lina miaka 182. Lakini unaweza kuanza kuona kwamba tunakoelekea sio salama sana. Katika miaka hii 182 tu ambayo kanisa limekuwepo katika East Africa. Mnafahamu kwamba wamishonari wa kwanza wa kanisa Anglikana walifika Mombasa mwaka 1844. Na 1848 walikanyaga ardhi ya Tanzania kule Tanga. Na mwaka 1876 walianzisha misheni pale Mpwapwa. Na 1878 walianzisha misheni pale Tabora. Na kanisa liliendelea kuwepo kwa kusuasua, lakini liliendelea kuongezeka mpaka leo tunapoona watu wanafurika katika makanisa. Mwaka huu Dayosisi ya Masasi wanaadhimisha miaka 100 tangu walipoanzisha kuwa dayosisi kule Masasi. Leo kama ungetafuta mtu yoyote ambaye alishiriki ibada ile ya kusimika askofu wa kwanza kule Masasi, kama yupo, ni mtu ambaye hata hajitambui. Ni mtu ambaye watu wanabishana, watoto na wajukuu wanabishana kumtoa kwenye jua nje. Kama kweli yupo aliyeshiriki ibada ile ya kwanza ya kusimika askofu wa kwanza kule Masasi. Ninachotaka kusema ni nini? Kanisa Anglikana limekuwepo muda mrefu sana hapa nchini. Kanisa Anglikana ndiyo misheni ya kwanza kuwepo hapa nchini, kabla ya misheni nyingine zote. Makanisa yote mnayoyaona yamekuja baadaye. Kanisa la kwanza la kuingia katika nchi hii lilikuwa ni kanisa Anglikana. Lakini kwa bahati mbaya, nasema kwa bahati mbaya, mikazo ya wahubiri wa kwanza wa kanisa hili walihubiri mwana wa Mungu hana mahali pa kuweka kichwa chake, mbweha ingawa wana mapango. Walihubiri habari za kuacha vyote na kumfuata Bwana Yesu. Na matokeo ya kanisa Anglikana limeendelea kuwa kanisa ambalo lilishindwa kujijenga kiuchumi na kuweka miundombinu mbalimbali ya kuleta maendeleo. Leo kanisa Anglikana limeamua na limeamka kwamba yale yanayowapata watu wa Ulaya na Marekani yanaweza yakatupata sisi pia. Sasa tumegeuka, tunaanza kuhubiri injili ya kulisaidia kanisa ili liweze kuendelea zaidi na zaidi. Mathayo mtakatifu sura ya 25, sio 24, samahani. Sura ya 25 mistari ile iliyosomwa kuanzia mstari wa 14. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5, zikawa 10. Mstari wa 17. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida, zikawa 4. Mstari wa 18. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5 akaleta talanta nyingine 5 akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama nimezalisha talanta nyingine 5, nimepata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, sasa nitakuweka juu ya mengi.
Ingia katika furaha ya Bwana wako. Na mambo yanaendelea pale, unaweza kuendelea kusoma polepole ukaona namna ambavyo hao watu walivyofanyia kazi zile talanta au zile fedha walizopewa. Tunakiri wazi kwamba hatulingani uwezo wa kufanya biashara, na si wote wana vipawa vile vya kufanya biashara, lakini at least una kitu unachoweza kukifanya kama ukipewa fedha hii. Pale Tabora, sijui kama na huku, pale Tabora ukienda siku za Jumamosi jioni ukatembea tembea pale mitaani, utakuta hasa wamama wengi wamekaa kwenye meza. Sasa ukiuliza wanafanya nini, wanakuambia ni vikoba. Sijui kama ni Tanzania nzima au ni Tabora tu. Wamama wameamua kwamba hawawezi kukaa tu, sasa wanatafuta namna yote ya kutafuta fedha. Ndugu zangu, ni jambo lilo wazi kwamba fedha tunahitaji. Hatuwezi kujenga, hatuwezi kuwa na magari, hatuwezi kuwa na kanisa likaendelea kama hatuna fedha. Somo la leo linatufundisha namna ya kufanya shughuli za kibiashara. Shughuli za kibiashara. Hata yule ambaye alipewa talanta moja anaambiwa alikuwa na njia nzuri tu ya kufanya. Yaani kama angeichukua ile fedha akaipeleka benki, halafu akatulia tu, benki huwa wanaweka ile inaitwa riba. Yaani wewe unapeleka tu fedha yako kule benki, unaiacha tu, kuliko kuifukia chini ya ardhi inakaa miaka na miaka halafu haina faida yoyote. Kwa hiyo anachomshauri ni kuipeleka angalau benki. Na hapa sitaki kutaja benki, zipo benki nyingi sana. Na jana tulikuwa na bonanza ya CRDB pale bungeni. Ni moja ya mabenki yanayofanya biashara. Unaweza kuchukua fedha yako ile kidogo kaipeleka ikakaa pale katika benki yoyote, NMB na zingine NBC, na ikazalisha badala ya kuifukia. Ndugu zangu, kila mmoja amejaliwa neema. Ingawa hatuwezi kulingana kiuchumi, lakini kila mmoja lazima awe na wajibu wa kutafuta fedha kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya familia yake. Huyu aliyegawa mitaji aligawa mitaji kulingana na uwezo wa watu, na Mungu amegawa mitaji kulingana na uwezo wetu. Kila mmoja anacho alichopewa na Mungu. Na kwa sisi ambao tunaishi katika nchi hii ambayo imejaliwa neema, Tanzania ni nchi ya pekee ambayo imejaliwa neema. Tanzania yenye aina zote za madini, hata madini yasiyopatikana katika nchi zingine duniani yanapatikana Tanzania. Na wakakosa jina wakaita kwamba ni Tanzanite. Tuna kila aina ya mimea, tuna kila aina ya samaki. Tanzania ni nchi pekee. Tuna gesi. Tanzania ina watu wenye akili, ina wasomi wazuri, madaktari na maprofesa. Mungu amewekeza kila kitu katika nchi hii. Ni aibu kusikia kwamba makanisa ya Tanzania yanaweza bado yakaandika barua kuomba misaada nje ya Tanzania. Ni aibu kusikia kwamba nchi yenyewe bado inaweza kaomba misaada nje ya Tanzania. Kwa miaka mingi sana, kama nilivyosimulia, Tanzania, makanisa ya Afrika, makanisa ya Tanzania yameishi kwa kutegemea misaada kutoka Ulaya na Marekani, ambako kanisa sasa limekufa au linakufa. Halijafa kabisa, maana kanisa la Mungu haliwezi kufa. Wakati ule kanisa lilipokuwa na nguvu, wenzetu waliwekeza kama nilivyosimulia. Ndugu zangu, mnajua ni watu wangapi katika nchi ya Marekani na Uingereza wanaenda makanisani leo? Watu wachache sana. Takwimu zinaonyesha kwamba katika nchi ya Marekani wanaokwenda kanisani siku ya Jumapili ni 25% tu ya Wamarekani wote. Maana yake ni robo ya Wamarekani wote ndio wanaokwenda kanisani.
na katika nchi ya Uingereza ni mbaya zaidi, ni 13% tu ndio wanakwenda kanisani. Je, bado tunategemea hao ndio wasaidie kanisa la Tanzania? La hasha. Kanisa la Tanzania lazima lijengwe na Watanzania wenyewe na katika kuwekeza miundombinu. Ndugu zangu, tumeitana leo ili tuweze kupata fedha za kukamilisha jengo ambalo lina muda sasa karibu miaka 8 linajengwa, halijakamilika. Lakini hatua iliyofikiwa ni nzuri. Mungu kwa neema yake akitusaidia leo, na ameshatusaidia. Yaani nikitazama nyuso zenu hapa mimi naona hela tu. Tukisha kamilisha zoezi hili leo, baada ya siku 2-3 kanisa la Anglikana Tanzania litakuwa miongoni mwa makanisa ambayo ni giant na makanisa yenye fedha. Mungu awasaidie sana katika kusikia ujumbe wa neno lake, lakini katika kuelewa pia kwamba tupo duniani kwa muda mfupi sana, lakini katika muda ule mfupi tunaweza kusaidia kujenga miundombinu ambayo italisaidia kanisa la Mungu kuendelea mbele zaidi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu Tabora, karibu Toronto.